kumbe hamna mwizi. Ni wewe mwenyewe. Matokeo yake unafika mwisho wa safari unaanza kujilaumu sasa kwamba mbona nilimsingizia mtu kitu ambacho hajakifanya. Watu wengine wanavuka mipaka, anakabidhi jukumu la kupakiwa vitu ama yale mahitaji ambayo anahitaji kabla ya safari, aidha na mke wake au na mfanyakazi wa ndani au mtoto. Wewe umesema nahitaji t-shirt 2, suruali 2, boxer 3, vest 2, socks 3, na viatu pia 2. Umehakiki kabla hujaondoka kwamba vipo hivi. Kusaidiwa kupaki sio kosa. Hiyo ni haki yako, kama una mke wako, kama una mtoto wako, kama una mtu wa kukusaidia kazi nyumbani. Lakini wewe umakini wako kwenye kukagua hivyo vitu. Tunawalisha sana dhambi makondakta na wahudumu wa kwenye vyombo vya usafiri. Tunawadhania vibaya. Mtu tutoke kwenye vitu tu vya kawaida. Tuje hata kwenye vitu vya biashara. Ndio. Kuna mtu anaenda sokoni au ameenda sokoni amedamka saizi. Kuna yale maguta yanabeba bidhaa za watu wengi. Si nyanya, vitunguu, ndizi, sijui nini. Za mama huyu, za mama yule. Wewe mzigo wako umekagua kabla ya kumkabidhi. Sio mtu anafikisha bidhaa. Unasema kulikuwa kuna nyanya sio kiasi fulani. Mbona zimepungua? Mbona boksi langu la nyanya hakuna? No, ulikagua. Unapiga simu sokoni kule unakwambia mbona liko hapo?